rasmi ni kati ya Simba na Azam, lakini pia ni Yanga na Singida Black Stars. Atakayeshinda atakwenda kucheza fainali. Sasa jana unaambiwa Celestine Ekua usimkatie mtu tamaa, ameipeleka Young Africans nusu fainali kwenye michuano hii ya Mapinduzi Cup. Sasa Ekua amefunga lakini hakushangilia. Hii inatoa ishara gani, Juma Shabani, kwa mashabiki ambao walimkatia tamaa Celestine Ekua? Nadhani hata yeye mwenyewe ameona kile ambacho amekuwa anakifanya katika upande wa siku za hivi karibuni, si ndio? Celestine Ekua ni mmoja kati ya wachezaji ambao waliosajiliwa na waliokuja na ile hype kubwa kama mchezaji mkubwa, na nadhani miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa wa kwanza kujitambulisha basi alikuwa ni Celestine Ekua. Bado akiwa nchini kwao Ivory Coast, kwenye bio yake ya Instagram alikuwa tayari ameshaiandika kwamba ni mchezaji anayechezea Young Africans. Umeelewa? Kwa hiyo na kila alichokifanya msimu uliopita na hichi ambacho tunachokiona akiwa na Young Africans nadhani kimekuwa ni tofauti zaidi. Mechi ya juzi ukiangalia ya Yanga dhidi ya KVZ, ulikuwa unamuona Celestine Ekua ambaye alikuwa anakosa nafasi nyingi zaidi akiwa uwanjani. Cha kwanza alikuwa anapapala sana, cha pili alikuwa na ile pressure, lakini alikuwa anakosa pia na utulivu katika eneo la umaliziaji. Kitu ambacho kwa mchezaji yote ambaye unayecheza kwenye timu za madaraja makubwa kwa maana Simba, Yanga, utakuja Azam pamoja na Singida ambazo zenye hii pressure watu wanawekeza mizigo pale, inakuwa ni sio kitu kizuri. Kwa hiyo nadhani yeye mwenyewe alikuwa anaiona hiyo pressure, lakini ukishatoka uwanjani unakuja kwenye upande wa mitandao ya kijamii, namna ambavyo watu wanavyokuzungumza, wewe ni mchezaji wa aina gani. Kwa hiyo nadhani ilikuwa inampa pressure kwa kiwango kikubwa sana, lakini nadhani kitu pekee ambacho Celestine Ekua anatakiwa shukuru zaidi ni kuwa na mwalimu kama Pedro Gonçalves. Binafsi ningekuwa mimi kama ndo Pedro pia kwenye mechi ya kesho, kwenye mechi ya jana, Celestine Ekua pengine asingeanza kwenye upande wa kikosi cha kwanza, lakini mwalimu bado alienda kumwaminisha kwamba wewe tunaamini kupitia uwezo wako. Ameanza pia kwenye mechi ya jana na akafanikiwa kuweza kufanyaje, kuweza kuscore. Timu pia ilikuwa ina pressure kwa sababu wakati Young Africans wanacheza wameimaliza dakika 10 bila 15, 20 mpaka 30 bado bila. Ulikuwa unaiona ile pressure ambayo Young Africans walikuwa nayo, na walikuwa wanahitaji zaidi matokeo kwa sababu walikuwa wanaamini kwenye kuimaliza mechi mapema zaidi kuliko kwenda kwenye hatua zingine ambazo zinazofuata. Kwa hiyo na ndio maana hata na yeye baada ya kufunga hakushangilia, alikuwa kama vile anatoa kama nuksi ama mkosi fulani, na baadaye Duke Abuya alienda akamfuata akamwambia kwamba mashabiki wanakushangilia, inabidi urespondi. Umeona, ikabidi awageukie afanyie hivyo. Kwa hiyo na maana ukimwangalia tu mchezaji unaona kabisa kwamba body language haipo pale kutokana na frustration ambayo yuko nayo wapi kichwani kwake. Yes. Abdul Mkenge, kwa mechi mbili ambazo umemtazama Damaro, anakwenda kuisaidia nini Young Africans? Mechi mbili ni mapema sana kusema chochote, lakini kiko ambacho unakiona kutoka kwake kwenye kupasia, kwenye kufanya marking, kwenye kucheza kiujumla. Unajua kama nyumba inajengwa inaweza isiwekwe mabati, lakini dirisha, sehemu ya dirisha unaona, sehemu ya mlango unaona, sehemu ya choo unaona, sehemu ya sitting room unaona hivyo. Kwa kwangu mimi mechi mbili ni mapema sana. Of course jamaa na quality ambao ni kubwa sana, ambao mimi naamini itaenda kuisaidia Yanga, lakini kwa hizi mechi mbili mimi nafikiri tuache kidogo, kwa sababu Betha wako mastaa. Mimi nakumbuka kwenye haya masuala Mapinduzi waliwasha hatari, havukuja katika ligi hapa. Mnajiuliza ndo huyu au kuna mwingine? Kwa kwenye hizi mechi mbili Damaro amefanya vizuri sawa, lakini tusimweji kwenye hizo kwa statistic, kwa sababu pia naye tukampa mzigo ambao baadaye atashindwa kuubeba, alafu tutazichukua namba zake za wakati huu na namba zake wakati huo, tukija kuziweka namba yenyewe zikutana zikapigana. Juma Shabani, kwa mara ya kwanza ya Watola Kwasi tumemshuhudia pale visiwani Zanzibar akiweza kupata nafasi ya kucheza kwa dakika chache ambazo amecheza. Unahisi nani ambaye anakwenda kuathirika kati ya Kibwana Shomari na Israel Patrick Mwenda? Kuna kitu kidogo tu Betha, si ndio? Nitakutolea mifano miwili. Simba wakiwa na
Yakub Suleiman wakiwa na Abeli na wakiwa na Pinpin Kamara, option ya kwanza itakuwa ni Pinpin Kamara. Of course. Young Africans ikiwa na Komen, Abu Twalibu Msheri, Djigui Diarra. Young Africans wataanza na Diarra. Sio kwa maana ya bahati mbaya ama upendeleo, hapana, kwa sababu ndio soka la sasa linawahitaji hao magolikipa. Na ukija kwenye upande wa mafulbeki wa kisasa, nadhani yao ni fulbeki wa kisasa, kwa sababu atakupa vitu viwili kwa wakati mmoja. Atakusaidia kwenye phase timu ikiwa inashambuliwa, na atakusaidia pia wakati timu ikiwa inafanyaje, inashambulia zaidi, kwa sababu ukiangalia msimu wa kwanza wa yao, nadhani alimaliza akiwa na assist 7, akiwa amescore goli 2. Sio kitu ambacho unaweza ukakikuta kwa Kibwana ama unaweza ukakikuta kwa Isla Patrick Mwenda. Isla magoli ambayo amefunga akiwa na Young Africans nadhani ni magoli ya mipira ya kutenga, kwa sababu amejaliwa hicho kipaji na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya ile mipira ya kufa, lakini kwenye kutengeneza na kufunga magoli unamwona yao anahusika kwenye huo mpango kazi, kwa maana kwamba anapovuka kwenye nusu yao kwenda kwenye nusu ya mpinzani ana switch, hawi tena kama fullback, anakuwa kama winger katika hiyo position. Naamini kama Yawa anarejea pia kwa utimamu 100%, na Young Africans pia wanampata mchezaji kama Mohamed Hussein Zimbwe, na iona kuna hatari kubwa sana kwa timu ambazo zitakazokuwa zinakutana na Young Africans. Mwathirika zaidi ama muhanga zaidi katika hiyo position, mtu wa kwanza atakuwa ni Kibwana Shomari, kwa sababu jinsi walivyoseti hizi standard, option ya kwanza unaiona itaangukia kwa yao, lakini mtu wa pili atakuwa ni Isla Patrick Mwenda. Kwa hiyo ukiangalia katika huo muktadha tu unaona kwamba ni Young Africans ambayo unaweza ukarejea hata kwenye maneno ya Alikamwe, inashindana na Yanga yenyewe. Yaani Yanga hawashindani na mtu, bali wanashindana na Yanga yenyewe. Ukitaka kuliangalia hilo, itizame Yanga ambayo ilianza jana, si ndio? Nje wana mtu kama Maruf Shakei. Juu wana mtu kama Mudathiri haya ambaye hajacheza, ambaye Maruf aliingia kipindi cha pili, Mudathiri hakucheza kabisa. Wana mchezaji ambaye yuko injury ambaye anaitwa Lasine Koma. Unaangalia hiyo product ambao wako nayo. Na hii itaenda kwenda kumfanya Pedro kuwa na kikosi bora, kwa sababu kila mchezaji ataonyesha upambanaji wake ili aingie katika upande wa kikosi cha kwanza. Ndio pale ambapo unapoenda kwenda kutengeneza timu ya ushindani, kwa maana ya kwamba waliopo ndani ya uwanja wanakuwa na hiyo quality, lakini wanaokuepo kwenye bench wanakuwa na hiyo pia hiyo quality. Nadhani ushawahi kusikia kuna ile kauli ya kwamba yani anayetoka na anayeingia hauoni tofauti. Kwamba yani huyo aliyetoka moto ulikuwa unawaka, na huyo ambaye ameingia pia moto umeendelea kufanyaje kuweza kuwaka zaidi. Kwa hiyo nadhani ni jambo zuri, na ndio maana hata jana pia baada ya yao kutambulishwa akiwa anaingia kwenye hiyo mechi, ulimuona rais wa klabu ya Young Africans Engineer Hersi pamoja na msemaji wao Ali Kamwe walisimama kwa ajili ya kumpigia makofi, kwa sababu hata mgonjwa anapokuwa kitandani akishapona tunasema kwamba amepigana kutoka kwenye hali ya ugonjwa kuja kwenye hali ya uzima zaidi. Lakini mimi niko tofauti kidogo na Juma. Kwenye hili la urejeo wa yao, mwathirika zaidi ni yule nani yule? Israel Mwenda. Yes. Kwa sababu unajua mtu amekufa. Ushawahi kuona mnasafirisha msiba? Imekuja Costa special hire. Costa ina mwili ndani. Costa imetoka hapo, ina mwili wa marehemu na abiria wengine ama ndugu wa marehemu. Mzee wangu Chalinze tu hapo. Wako waliokufa katika ile ajali, lakini na yule marehemu kama angekuwa hai na angekufa tena. Sio, umeshaelewa? Kwa huyo mtu amekufa mara mbili. Betha Isla anacheza, nafasi yake inaenda kuondoka. Kibwana achezi, yaani Kibwana akiwepo Leo Kwasi achezi, akiwepo nani Israel Mwenda pia achezi. Ndio wasilika hapo. Mwafrika zaidi anakuwa namba moja na itamtoa mchezoni ni bwa mdogo, ndugu yangu Israel Mwenda, sababu amezoea kila jiwe likitoka yeye analamba. Sasa atakachofaidika nacho kipindi hiki, katika watu watakawa benchi, yeye atapata nafasi ya benchi. Kibwana ndugu yangu ataka jukwani.
Sawa, sasa ni rasmi, nusu fainali ni kati ya Singida Black Stars na Young Africans. Juma, itakuwa ni mechi ya namna gani hii? Mechi nzuri. Yes. Ukiangalia kwa misimu hivi karibuni, si ndio? Mimi nadhani kwa msimu uliopita mechi ya kwanza kabisa ya Singida dhidi ya Young Africans ambayo iliyofanyika pale visiwani Zanzibar ilikuwa ni moja kati ya mechi yangu bora zaidi ya msimu kwa upande wa namalizia. Pia mechi yako ipi ilikuwa mechi ya hovyo? Mechi ya hovyo ni ile ambayo tulishuhudia pale KMC na Yanga na Singida hao. Na mimi nilibahatika siku moja kumfanyia interview Hussein Masanza, nikamuuliza mpaka hapa tulipofikia mechi yako bora mpaka sasa hivi ya Singida ni mechi ipi? Alitaja ile ya Yanga dhidi ya wao Singida, mechi ambayo Pacome anaenda kufunga goli. Ilikuwa ni mechi ambayo yenye intensity ya hali ya juu, performance bora kutoka kwa upande wa Maruf Shakir akiwa na Singida, Athabada, Damaro kwenye eneo la katikati. Day one mimi na mwana Damaro ni katika mechi ile. Yaani ilikuwa ni mechi ambayo inakuonyesha vitu vingi sana. Yaani watu walivuja jasho. Hata ile goli ambayo anafunga Pacome unasema yes, mechi kubwa ndo zinatakiwa ziamuliwe hivi. Lakini sio mechi kubwa zinaamuliwa labda kwa magoli 4, magoli 3, hapana. Yaani kuna ile moment ambayo lazima kila mmoja akitoka anaenda kusimulia, bwana tulikuwa kwenye mechi hii iliumana kweli. Nadhani hiyo ilikuwa ni mechi nzuri zaidi, na kwa sababu ilikuwa na wataalamu wengi sana kwenye upande wa mabenchi ya ufundi. Kwa upande wa Yanga alikuwa Gamondi, kwa upande wa Singida alikuwa ni Patrick Aussems. Kwa hiyo naamini itakuwa ni mechi nzuri, lakini pia itakuwa ni mechi ngumu, kwa sababu kuna kitu kimoja wachezaji ambao huwa wanakizungumza, mkikutana mkiwa mnajuana sana, basi mechi inakuwa ngumu, kwa sababu kila mmoja anamjua mwenzake namna ambavyo anavyocheza. Singida walikuwa na wachezaji ambao tumeona wameenda wapi, Young Africans, kina Damaro, kina Shakei. Nadhani kwa wachezaji ambao waliobaki sasa kama kina Khalid Gego pamoja na wengineo, itakuwa ni rahisi zaidi sasa. Gego naye hayupo. Hayupo, yes. Gego yuko AFCON. Yuko AFCON. Wachezaji kama kina Morris Chuku, hao wote wamecheza kwa pamoja, lakini nimeona kuna maingizo mapya pia kwenye upande wa kocha cha Singida. Abdul Malik Zakaria ameingia pale kitokea Mashujaa. Sebo naye pia ameingia pale. Mechi ya pili, mechi ya mwisho alicheza pacha wakiwa wawili, Sebo pamoja na niliwa amerejea pia yule Lianga, yes, kwenye mechi iliyopita naye pia alifanyaje? Aliingia. Kwa hiyo katika namna hiyo pia unaona kuna ushindani ambao umeongezeka, na hii pia inamsaidia Morris Chuku sasa kumtoa kwenye majukumu yake ambao tulikuwa tunamuona kipindi cha kati akitumika kama center. Ina maana unaenda kumsogeza sasa kwenye eneo ambalo mara nyingi amekuwa analihudumu zaidi. Kwa hiyo mimi naamini itakuwa ni mechi nzuri, lakini itakuwa ni mechi ngumu. Matumizi ya nguvu yatakuwa ni mengi zaidi kwenye mechi ya Singida dhidi ya Young Africans. Sawa, wakati unaendelea kutazama uchambuzi huu, nikwambie tu habari njema na kubwa ni kwamba kupitia PMBet Royal Plus wanakuletea gari kali aina ya Toyota Harrier. Nenda karushe kindege kwa spini ya shilingi 500 tu uweze kuondoka na ndinga kali, uweze kuanza mwaka kwa nguvu na kasi mpya zaidi. Wewe mwenye simu ndogo bonyeza *149 *23 alama ya reli.